jamii na vyombo vya habari. Huyu hapa wakili Peter Madeleka. Leo tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2026 nimeitikia wito wa Tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani uliotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 mara baada tu ya uchaguzi na siku chache zilizofuata. Mazungumzo yangu na tume yamefanyika Benki Kuu ya Tanzania Dar es Salaam kwenye ukumbi wa Tanganyika, na yaliongozwa na mwenyekiti wa tume Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu Mohamed Osman Chande pamoja na wajumbe wote wa tume hiyo, na wamenipa nafasi ya kutoa maoni yangu, nini nafahamu kuhusiana na matukio yale, lakini na maoni yangu ya kwamba tunawezaje kutoka hapa kama taifa na kuweza kuenda mbele zaidi kwa hatua za kimaendeleo. Kwanza kabisa nimewaambia kwamba tatizo ambalo lilitokea sio maandamano, ni tatizo ambalo lililosababishwa na watu waliotaka kupindua serikali. Na hayo sio maneno yangu mimi, ni maneno ambayo yalisemwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati alipokuwa akiapishwa, lakini hata wakati alipokuwa akiongea na wazee wa Dar es Salaam kwamba waliweza kutumia nguvu stahiki kuweza kudhibiti jaribio la mapinduzi. Na bahati nzuri wale wote waliofanya jaribio lile la mapinduzi ambao ni wahaini walikamatwa, wakafikishwa mahakamani kwa majina yao, wakashtakiwa kwa uhaini. Uhaini ndio kosa kubwa kuliko makosa yote kwa sheria za Tanzania za jinai, na adhabu yake ni kifo. Lakini kwa kutumia 4R ya Mheshimiwa Rais wale watu walisamehewa. Kwa hiyo nikaiambia tume, kama tuliweza kusamehe wahaini ambao adhabu yao ni kifo, tulishindwaje kusamehe watu waliokuwa wanaangalia mpira kwenye banda umiza ambao sio wahaini? Kwa nini waliuliwa watu ambao hawakuhusika na majaribio yale ya kupindua serikali? Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba tunachoambiwa huku mtaani kwamba ndio tatizo, tunachoambiwa na serikali sio ukweli. Tunachoambiwa ni uongo, kwa sababu ukweli ni kwamba wote waliotaka kupindua serikali walikamatwa na wakashtakiwa mahakamani na wanafahamika kwa sura na majina yao na walisamehewa kwa kutumia 4R. Kwa hiyo tatizo ambalo tunatakiwa tuliseme sasa hivi na DPP ni serikali. DPP ni sehemu ya serikali kama ujui, kwa sababu nchi na mihimili mitatu: serikali, bunge na mahakama. Kwa hiyo taasisi nyingine zote zina follow kwenye serikali. Sasa nimeiambia tume, kwanza serikali inabidi iombe radhi. 3, watu ambao waliuliwa na miili yao bado haijakabidhiwa kwa ndugu zao au familia zao, wakabidhiwe na waweze kuzikwa kwa heshima za kibinadamu. 4, serikali ilipe fidia familia zote zile ambazo wapendwa wao wameuliwa bila hatia. Lakini 5, tufanye mabadiliko ya msingi kabisa kwenye katiba ya Tanzania, lakini pia na sheria, ili kuweza kuimarisha utawala wa nchi yetu. Vinginevyo matukio haya yaliyotokea yanaweza yakajirudia tena kama hatua stahiki haziwezi kuchukuliwa. Lakini nimeambia pia tume kwamba kuna haja ya kuto kuwalaumu wapinzani, kwa sababu moja kati ya hadidu za rejea ambazo zilitolewa na Mheshimiwa Rais kwa tume ilikuwa ni kwenda kuchunguza kauli za baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani, ikiwemo kauli ile ya kukinukisha. Nikasema wapinzani sio waliofyatua risasi kuua watu. Wapinzani hawamiliki jeshi wala hawamiliki silaha ya aina yoyote. Silaha zinamilikiwa na majeshi. Muhaini alikamatwa na akafikishwa mahakamani. Tulishindwa nini kuwakamata watu ambao tulidhani kama walikuwa wamefanya makosa na kuwafikisha mahakamani ili waweze kutendewa haki? Kwa nini waliuliwa? Kwa hiyo hii ndio ilikuwa hoja yangu kubwa. Kwa hiyo hayo ndio nimeweza kuyazungumza mbele ya tume leo, nikitarajia kwamba tume itayaandika kama nilivyoyatamka na serikali itayapokea na kuyafanyia kazi kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunaondoka kwenye huu mkwamo na haujirudi tena katika siku zijazo. Tutengeneze katiba mpya, sio mabadiliko ya katiba kubadilisha kuweka vilaka. Tutengeneze katiba mpya, kwa sababu hii tulionayo ni ya mwaka 77 ambayo ilitungwa wakati wa chama kimoja. Na hichi ambacho tunajinasibu nacho kwamba ni mabadiliko yamefanyika hasa kwenye sheria za uchaguzi ni kwamba tuliingia kwenye uchaguzi bila kuwa na sheria halali, kwa sababu hiyo sheria ya tume tu, pengine tume ambayo inasimamia uchaguzi ilikuwa ni tume iliyoundwa kwa sheria inayokiuka katiba. Ukisoma ibara ya 74 ya katiba inasema kutakuwa kuna tume ya uchaguzi, lakini sheria ya uchaguzi ya mwaka 2025 inasema kutakuwa kuna tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo utaona sheria inakinzana na katiba. Na ukisoma ibara ya 64
ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Tanzania inasema sheria yote ya bunge itakuwa kuwa inakiuka katiba, hiyo sheria inakuwa ni batili. Kwa hiyo kwa kuwa sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inakiuka katiba, hiyo sheria pamoja na tume yenyewe iliyoundwa kwa sheria hiyo inakuwa ni batili, na kwa maana hiyo hatuna tume halali ambayo inaweza ikasimamia uchaguzi halali. Kusimamiwa na tume hiyo kwenye uchaguzi. No, uchaguzi ni lazima nishiriki kwa sababu unapaswa kufanyika kwa mujibu wa katiba iliyopo, kwa sababu hatuna katiba nyingine kwa mpaka sasa hivi. Katiba iliyopo ndio hii ya 77 ambayo tunataka ifanywe marekebisho tupate katiba mpya. Na kwa kuto kushiriki uchaguzi hakuondoi tatizo. Kwa hiyo ushiriki au usishiriki, kama hatuwezi kuwa na mwafaka wa kitaifa, hatuwezi kuyaondoa matatizo tulionayo. Ibara ya 147 ya katiba ya Tanzania inakataza mtu au kikundi cha watu kumiliki jeshi kwenye nchi. Kwa hiyo ni jeshi pekee ndio liloteki dominance wakati wote wa kabla na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo hata makatazo yaliyotolewa na IGP kwa mfano ya watu kukaa ndani kuanzia saa 12 na waliotoka nje baada ya hapo walikutana nacho cha moto, ilikuwa ni makosa kutoa katazo kama lile. Serikali mara nyingi imesema kwamba kuna watu waliua watu kwa makusudi na mara kadhaa pia rais kwenye mazungumzo yake alisema vichunguzwe ni nani aliyeua watu, lakini pia kama vyombo vya ulinzi na usalama vilichukua hatua stahiki. Rais yeye mwenyewe katuambia kwamba walioleta zile vurugu walikuwa wanataka kupindua serikali. Kupindua serikali ni uhaini, na bahati nzuri tulishuhudia watu wote waliotaka kupindua serikali walikamatwa na kufikishwa mahakamani, hawakuuliwa. Swali linabaki, wale waliouliwa ni kina nani na walifanya kosa gani, na kwa nini hawakukamatwa kama walivyokamatwa watu ambao walifanya uhaini? Kwa ndio maana nasisitiza kwamba tusitengeneze tatizo ambalo halipo, tujibu tatizo ambalo lipo. Tatizo lililopo ni watu kuuliwa bila kufuata utaratibu. Una imani na tume? Nimesema hivi, niwe na imani au nisiwe na imani. Hii ya uchunguzi. Nachosema hivi, tume ya uchunguzi imeundwa kwa mujibu wa sheria. Kuna sheria inayompa mamlaka rais kuunda tume. Ipo kwa mujibu wa sheria, na hiyo sheria ni halali mpaka mahakama itakapotamka vingine. Nakuuliza kama tume ni halali au si halali. Nimekuuliza una imani nayo? Siwezi kuwa na masuala ya imani kwa sababu imani ni msikitini na kanisani. Sio swala la imani hapa. Swala ni kwa mujibu wa sheria. Tume ipo kwa mujibu wa sheria au haipo? Madereka, unadhani pamoja na watu wengine ambao wameitwa, unadhani kwa nini tume ilikuwa na wewe una nafasi ya kuweza kutoa baadhi ya maelezo ambayo yatakuwa ni msaada kwenye uchunguzi na kutumika kama hadithi za rejea? Kwa nini tume ilimuita Jaji Warioba? Kwa nini tume ilimuita Askofu Mwamakula? Kwa nini tume imeita watu mbalimbali? Hii tume imeundwa kwa ajili ya Watanzania ambao wanafahamu au wana chochote ambacho wanaweza wakasema kusaidia kile ambacho kimeandikwa kwenye hadidu za rejea. Sasa kwa nini wameniita mimi? Labda hilo swali wanaweza wakajibu wao tume, wala matarajio gani kutoka kwangu. Lakini sio mtu wa kwanza kupewa mwaliko mahususi. Wamepewa watu wengi tu tena maarufu na wenye heshima zao kwenye nchi kuliko mimi. Nimekupa mfano, Jaji Warioba ameitwa, ameenda. Bila shaka ulipoona mwaliko lazima kuna kitu kilikuja kichwani kwamba kwa nini wameniita mimi Madeleka? Ndio maana nimekwambia mimi ni Mtanzania kama walivyo Watanzania wengine. Kwa hiyo wameniita labda kutokana na taaluma yangu, uwezo wangu wa kufuatilia mambo na kuchambua. Wameniita kwa namna hiyo tu. Kwa hiyo siwezi kuona kama kuna pengine sababu ya msingi, na kama ipo hiyo sababu basi wao ndio wanatakiwa kwenda kuijibu. Kwa sababu wanayo haki ya kumuita mtu yoyote. Wanayo mamlaka ya kumuita mtu yoyote kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo pengine hata na wewe wanaweza kukuita kesho akiona una lolote ambalo unaweza ukawaeleza likawasaidia kutekeleza majukumu yao.